Dr. Doto Mashaka Biteko aje ahitimishe hoja yake. Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba na mimi nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo hapa kwa siku hizi mbili ambapo tumeendelea na mjadala huu muhimu sana unaohusiana na uchumi na maendeleo ya watu wetu, lakini muhimu zaidi katika harakati ya kuwapatia nishati wananchi. Kabla sijasema lolote, Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwanza kukushukuru wewe binafsi kwa namna ambavyo umetuendesha kwenye mjadala huu kwa muda wa siku mbili. Umekuwa mjadala wa tija sana kwetu kwenye sekta, lakini na kwa Watanzania. Watanzania wameona namna ambavyo waheshimiwa wabunge wanazungumza masuala yanayowahusu. Toka mzungumzaji wa kwanza hadi wa mwisho, hakuna ajenda waliokuwa wanazungumza zaidi ya nishati kwa wananchi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, na kwa hali ya kushangaza kabisa asubuhi nilivyoacha kukuona hapa nilijua hutaweza, nikakuona kwenye TV ukiwa Dar es Salaam. Wakati mpambe wa spika na kuingiza humu ndani, nilitarajia atasema Mheshimiwa Naibu Spika au mwenyekiti. Nikaona anaita ni Mheshimiwa Spika mwenyewe. Mheshimiwa Spika, hii ni ishara kuwa unaipenda kazi yako na unapenda kuwahudumia Watanzania. Ulikuwa na sababu zote kabisa za kusema kuwa ulikuwa na majukumu mengine, una wasaidizi wengi wangefanya hiyo kazi, lakini umeamua kuwahi ili kuja kuhitimisha hoja hii. Kwa niaba ya wenzangu wizarani, Mheshimiwa Spika, tunakushukuru sana sana kwa heshima hiyo kubwa. Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba michango iliyotolewa na waheshimiwa wabunge imeonyesha ukubwa wa sekta hii, namna ilivyo muhimu katika maendeleo ya uchumi, maendeleo ya kijamii, na pia namna wananchi kupitia wawakilishi wao walivyo na kiu ya kuona huduma zinazotolewa katika wizara na taasisi zake, hususan upatikanaji wa nishati ya umeme, gesi, pamoja na huduma nyinginezo zinawafikia kikamilifu na kutatua changamoto zinazowakabili. Kwa muktadha huo, nitumie fursa hii kusema kuwa serikali kupitia Wizara ya Nishati itahakikisha kuwa ushauri na maoni yote tuliyoyapata kutoka kwenye michango ya waheshimiwa wabunge yanafanyiwa kazi kwa haraka. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuishukuru sana kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa mchango wake kwenye hotuba yetu ya bajeti ya mwaka 2025-26, pamoja na waheshimiwa wabunge wote waliochangia katika hotuba hii kwa kauli na kwa maandishi. Tumeona waheshimiwa wabunge waliochangia kwa kusema 40 na jumla 49 wamechangia kwa kusema 42, na waheshimiwa wabunge 7 wamechangia kwa maandishi. Niendelee kusema kuwa michango yao yote walioitoa tutaizingatia. Tupo katika kujenga nyumba moja na hatuwezi kuendesha hii sekta peke yetu, tunahitajiana wote wakati wote, na mimi nataka nitoe ahadi hii mbele ya bunge lako tukufu kwamba yote waliosema waheshimiwa wabunge tutakwenda kuyafanyia kazi. Sasa baada ya maelezo ya utangulizi hayo, Mheshimiwa Spika, naomba sasa nitoe ufafanuzi wa hoja mbalimbali zilizotolewa na kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini pamoja na waheshimiwa wabunge wote waliochangia. Aidha, niseme kuwa hoja zote tutaziandalia majibu ya maandishi na kuziwasilisha kwenye ofisi yako kwa ajili ya rejea yako, Mheshimiwa Spika. Hoja ya kwanza, Mheshimiwa Spika, iliyozungumzwa kwa nguvu sana na waheshimiwa wabunge ni mradi wa LNG. Mheshimiwa Spika, mradi wa LNG umeanza kusemwa kwa muda mrefu, na kila mmoja angetamani mradi ule ukamilike jana. Lakini Mheshimiwa Spika, mradi huu pamoja na kuanza muda mrefu, lazima tukubaliane kuwa lazima tujadiliane ili tupate kilicho bora. Tunatamani mradi huo uwepo, lakini majadiliano haya
ni lazima yatupe tija. Mtakumbuka hapo nyuma, Mheshimiwa Spika, serikali baada ya kukamilisha majadiliano awamu ya kwanza ilirudisha majadiliano hayo kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata maoni. Mheshimiwa Spika, baada ya kupita kwa mwanasheria mkuu wa serikali, ukweli ni kwamba kuna maeneo mengi ambayo yalikuwa yanahitaji kufanywa kazi zaidi ili kupata mkataba ulio mzuri zaidi. Mheshimiwa Spika, leo tunaweza tukasema kwamba mradi huo uanze, lakini nataka niseme kwamba mkataba ulio mzuri leo, kesho unaweza kuwa mkataba mbaya. Nchi hii ina historia ya kupita kwenye mikataba hiyo inayolalamikiwa. Tumejifunza mengi kwa safari toka tumeanza extractive kwenye nchi yetu. Yako mambo na maeneo kadhaa ambayo ni lazima yafanywe kazi kabla ya mkataba huo kusainiwa. Nachotaka kuhakikishia Mheshimiwa Spika kuwa serikali pamoja na wawekezaji, timu zinaendelea na majadiliano ili kuondoa changamoto zilizopo ambazo zimebaki chache sana. Na tunatarajia kuwa ndani ya mwaka huu 2025 kama tutakuwa tumemaliza mambo matatu yaliyosalia, ninataka nikuhakikishie kuwa Mheshimiwa Spika, mkataba huo utasainiwa na mradi huo uanze mara moja. Kwa hiyo wito wangu kwa waheshimiwa wabunge, naomba mtupe muda. Naomba mtupe muda. Tunajua kuwa hili jambo linahitajika kwanza kwa uchumi wa nchi yetu, lakini kwa maendeleo ya watu wa mikoa ya kusini ambako gesi ipo. Mheshimiwa Spika, ingekuwa ajabu sana siku moja tuingie mkataba, tumekubaliana na mwekezaji, ndani ya mkataba ule mwekezaji au ameruhusiwa local content ya Tanzania isitumike. Hakuna mtu angetuelewa. Hakuna mtu angetuelewa kwamba bima zote ambazo zinatakiwa kukava huu mradi zote zitoke nje ya nchi bila ushiriki wa Watanzania. Hakuna mtu ambaye angetuelewa kwamba tutachimba gesi lakini domestic gas, yani gesi ya matumizi ya ndani, iwe angalau 3%. Hakuna mtu angetuelewa. Kwa yako mambo mengi ya kiuchumi na ya kisheria ambayo tunayapitia, na jambo la kutia moyo Mheshimiwa Spika ni kwamba wawekezaji wetu hawa tumekubaliana mengi sana, yaliyobaki ni machache, na hivi ninavyozungumza timu zetu zipo Arusha zinaendelea na hayo majadiliano. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati ananiteua kuwa waziri wa nishati hii aliniambia angetamani sana kuona mradi huu unakamilika kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Nataka nirudie hilo. Mwenye kiu namba moja ya kuona mradi huu unakamilika ni yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wa Mtwara na wa Tanzania pamoja na watu wa Lindi, naomba tuwe na subira. Tunahitaji kilicho bora. Tusingefaa leo tupitishe mkataba, baada tu ya kupitisha mkataba tuanze kujitetea tena kwa miaka yote, maisha yote mpaka mkataba uishi. Tuna mikataba mingi mnaifahamu tuliyopitia ambayo ilikuwepo baada ya kuwa imefungwa, ina maisha ya miaka 20, huwezi kuivunja. Tumebaki kulalamikiana humu ndani, kuunda kamati na kadhalika, lakini mkataba upo. Makosa ambayo tuliwahi kuyafanya huko nyuma, nafikiri ni muda mwafaka sasa kuyarekebisha na kupata kilicho bora zaidi. Mheshimiwa Spika, hoja ya pili iliyozungumzwa ni ongezeko la vituo vya mafuta vinavyojengwa karibu. Mheshimiwa Spika, kanuni ya viwango vya upangaji miji za mwaka 2015 iliyotengenezwa chini ya sheria ya mipango miji sura ya 355 inaelekeza kuwa umbali wa mita 200 kutoka kituo kimoja hadi kingine, kama vituo hivyo vipo upande mmoja wa barabara, na kama vituo hivyo viko pande tofauti wa barabara, umbali huo unakuwa unatenganisha vituo hivyo. Kutokana na wasiwasi ambao umekuwa ukionyeshwa na waheshimiwa wabunge na wananchi kuhusu ongezeko la vituo hivyo vya mafuta kuwa karibu sana kutoka kituo kimoja hadi kingine, Wizara ya Nishati imeanza mazungumzo na Wizara ya Ardhi ili kubadilisha kanuni hizo ili kuwezesha kuongeza walau umbali kidogo unaotakiwa kati ya kituo kimoja na kingine kwa kuzingatia masuala ya afya, usalama, mazingira na shughuli za kijamii. Hili jambo ni jambo ambalo liko kwenye sheria, kwa tunalifanyia kazi, tuone namna gani tunaweza kuyachukua michango ya waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge wameeleza haya mambo kwa uzito mkubwa sana. Hatuwezi kuyachukulia kwa wepesi tukayaacha yakapita. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, toka tumeanza kwenye kamati yenyewe ilikuwa na msukumo mkubwa wa jambo hili. Tayari tumeshaanza kazi ya kuzungumza na wizara husika ili hili jambo lipitiwe tuweze kurekebisha jambo hili. Mheshimiwa Spika, imezungumzwa msamaha wa kodi mbalimbali katika mnyororo wa thamani wa CNG katika matumizi ya vyombo vya moto ikiwemo magari. Serikali ilikwisha kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, kwa vifaa na mashine mbalimbali zinazotumika katika mnyororo wa thamani kwa miradi ya CNG na matumizi ya magari. Mashine na vifaa hivyo pamoja na mashine zingine zinatumika katika ujenzi wa vituo hivyo, vyote hivi vina msamaha wa kodi wa VAT.
Mitungi ya CNG pamoja na vifaa vya kufunga mfumo wa kuwezesha magari kwa kutumia CNG vyote vina msamaha wa kodi wa VAT. Katika mwaka wa fedha 2024/25, wizara imewasilisha Wizara ya Fedha mapendekezo ya maboresho ya VAT katika gesi asilia ambayo inatumiwa katika magari ili kuhamasisha matumizi ya CNG kwenye magari ili wawekezaji waweze kupata faida na waweze kurudisha gharama wanazowekeza kwa haraka. Mheshimiwa Spika, serikali imeombwa vile vile kupitia bunge hili kuwa ielekeze nguvu zaidi katika uzalishaji wa umeme wa joto ardhi na vyanzo vingine vya umeme. Mheshimiwa Spika, nakubaliana kabisa na waheshimiwa wabunge. Kwanza, ni hatari kuwa na chanzo kimoja cha umeme peke yake. Lakini pili, chanzo cha maji kinaweza kukumbwa na changamoto yoyote, kama ambavyo hata chanzo cha gesi kinaweza kukumbwa na changamoto yoyote. Mfano mzuri tumeuona wenzetu wa Zambia. Walikuwa na umeme wa kutosha, lakini wakapata ukame misimu miwili mfululizo uliowapelekea kwenye mgao. Kwa kulifahamu hilo, serikali kwenye hotuba yangu nimeeleza vyanzo mbalimbali ambavyo tunaviendeleza mbali na vyanzo vya maji. Na kwa sababu hiyo, kampuni ya TGC ambayo ilianzishwa mwaka 2013 na kuanza rasmi mwaka 2014 inaendelea na kufanya utafiti kwa ajili ya kuongeza reserve ya joto ardhi ili tuweze kuendeleza miradi hiyo. Tuna maeneo zaidi ya 50 nchini kwetu ambayo yamebainika kuwa na joto ardhi. Na nataka nieleze Mheshimiwa Spika, miradi ya joto ardhi kwa asili ina sifa mbili. Moja, inahitaji muda mrefu sana wa utafiti, lakini mbili, inahitaji mitaji mikubwa ya uwekezaji. Wamejaribu wenzangu kueleza hapa waheshimiwa wabunge kwamba tuige mfano wa Kenya, kwamba wao wanatumia joto ardhi. Ni kweli Mheshimiwa Spika. Lakini Kenya walianza lini na miradi ya joto ardhi? Mara ya kwanza nchi ya Kenya kuanza miradi ya joto ardhi ilikuwa mwaka 1950. Wamekuja kupata planti ya kwanza mwaka 1981, miaka 31. Maana yake ni kwamba hizi ni project ambazo ni capital intensive na time intensive. Hauwezi kuanza leo kesho ukaipata. Lakini jambo linalotutia moyo kwetu sisi, pamoja na kwamba tumeanza mwaka 2013, tumeshapiga hatua ya mbali sana. Hapa naposimama Mheshimiwa Spika, tayari mkandarasi wa kufanya drilling yuko site na tayari reserve ile imekwisha kuonekana. Nataka niwaeleze hata kwenye budget hii tunayoiomba leo ni kwa ajili ya kazi hii. Tumeomba shilingi bilioni 34 ambazo tumetenga kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya geothermal. Lengo letu ni kwamba tungetamani walau, maana potential tulionayo Mheshimiwa Spika kwenye nchi yetu kwenye miradi ya geothermal ni megawatt 5000. Maana yake megawatt 5000 ni mradi mkubwa ambao Julius Nyerere inaingia karibu mara au zaidi ya mara 2. Nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, miradi hii mkubali kwamba tunaendelea nayo. Kuhusu umeme jua, kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu hatukuwahi kuwa na mradi mkubwa wa sola. Sasa hivi tunajenga mradi wa Kishapu megawati 150 ambao ujenzi wake na utekelezaji wake uko 51%. Serikali inakaribisha sekta binafsi nyingine katika mfumo wa IPP. Wale wanaotaka kuja kujenga miradi ya sola waje, tunawakaribisha. Hoja tulionayo hapa ni tarifu. Wengine anakuja na tarifu ya senti 24. Hakuna mtu atanunua umeme huo. Hapa bunge zima linazungumza umeme tunaouza bado ni ghali. Akija mwekezaji anataka kuleta umeme kwa tarifu ya senti 15, 20, haiwezekani, tutakuwa tuwatendei wa Tanzania. Kwa nataka niwahakikishie kuwa miradi hiyo tunaendelea nayo kwa wingi. Miradi ya upepo, kwa mfano mradi wa jua hapa Zuzu megawati 130, Singida Manyoni megawati 100, Same megawati 100, Singida Ikungi megawati wa kutumia upepo megawati 100. Hii yote ni miradi ambayo tunaifanyia kazi. Tunaomba waheshimiwa wabunge mtukubalie tuendelee kufanya hii kazi. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wameeleza kwa uchungu sana kuhusiana kupeleka umeme vitongojini. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwakumbusha waheshimiwa wabunge, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ibara ya 63 kifungu kidogo cha B kimeeleza hivi: kukamilisha usambazaji wa umeme katika vijiji vyote na maeneo ya pembezoni mwa miji ya Tanzania bara kupitia mpango wa umeme vijijini, pamoja na kuandaa mpango kabambe wa umeme vijijini, yani Rural Energy Master Plan, kabla ya mwaka 2025. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika, kama kuna eneo Dr. Samia Suluhu Hassan anapaswa kupongezwa sana ni eneo hili. Ninasema hivyo kwa nini? Kwa sababu Chama cha Mapinduzi mkataba wake na wananchi mpaka kufika 2025 haikuwa vitongoji, ilikuwa vijiji tu.
vijiji imemaliza kabla ya wakati, na kabla ya wakati imehamia vitongojini, na vitongoji 64, 33 vyote vina umeme. Yani kwa maneno mengine, Mheshimiwa Spika, yani CCM imefanya kazi mpaka ikapitiliza na kile ilichoahidi. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini, yani REA, Mheshimiwa Spika, imeweza sasa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote 12318 sawa na vile ilivyoahidi kwenye ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2020. Aidha, katika ilani ya uchaguzi 2020, malengo tuliyokuwa tumewekewa sisi ya kuhakikisha kuwa maeneo ya pembezoni tunayapelekea umeme, Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza visiwa 181 vyote vile tunapambana kuvipelekea umeme katika kipindi hiki. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge na bunge lako tukufu kuwa mpango tulionao kwa sasa, tunaendelea na mpango wa kuongeza vitongoji 9,000 ambavyo vimetangazwa na wakandarasi wamekwisha kupatikana. Na mimi nataka niwahakikishie kuwa hatujui ilani ya uchaguzi itatueleza lini baadaye, lakini sisi tumeanza hata kabla ya hiyo ilani kupeleka umeme vitongojini ili wananchi waweze kupata umeme. Nataka nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake kwenye kupeleka umeme. Na hili Mheshimiwa Spika, labda niwape ushuhuda waheshimiwa wabunge kuwa katika kitu kimojawapo kilichofanya Tanzania kuwa mwenyeji wa Energy Summit Africa na kuwaleta wakuu wa nchi wote Afrika, tulivyopimwa na World Bank, nchi iliyoongoza kwa kupeleka umeme vijijini tulikuwa sisi Tanzania. Mpango wa kupeleka umeme kwa wananchi kupitia kile kinachoitwa Mission 300, mpango unaochukuliwa kwa mfano ni mpango wa Tanzania. Hivi ninavyozungumza hapa, katibu mkuu wetu alikuwa Marekani kwa ajili ya kupeleka mpango wetu kwenda kupresent, maana hiyo ndiyo modo inayotumiwa na wengine. Inawezekana hapa ndani tukajidharau, lakini huko kwingine nje wanatuona sisi ni wakubwa mno, tunahitaji kuigwa. Nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, tembeeni kifua mbele, tembeeni mkijiamini kuwa sekta ya nishati iko mikono salama chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi wasaidizi wake hatutamwangusha kwenye jambo hili. Tutasimama wakati wote kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata umeme. Na Mheshimiwa Spika, huwa nawaeleza wenzangu kwenye sekta ya nishati, kama kuna sekta hahitaji kusema sana ni hii, ni umeme. Umeme ukikatika hauhitajiki maelezo, umekatika. Hayo maelezo mengine baki nayo, watu wanaochotaka ni umeme basi. Hata ungekuja na misamiati yoyote unayoijua ukajieleza kwa ufundi unaoujua, kama watu hawaoni umeme, ni kama tu unapiga gitaa kwa wimbo watu ambao haujui. Nataka nikuhakikishie kwa Mheshimiwa Spika, tutahakikisha kuwa kila linalowezekana kazi ya kupeleka umeme inaendelea. Mheshimiwa Spika, imeelezwa kwa uchungu sana bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi vijijini na mijini na mapendekezo yaliyotolewa na kamati. Labda nieleze la kwanza kwamba serikali, bei ya kuunganisha umeme kwa sasa ni shilingi 67 kwa maeneo ya vijijini na vijiji miji. Serikali inaendelea kuunganisha umeme kupitia mpango mahususi wa national wa nishati, yani National Energy Compact kwa mwaka wa fedha 2025-26, yani bajeti hii tulionayo. Serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 40 ili kuanza kuunganisha umeme wananchi kwa shilingi 27,000 katika maeneo mbalimbali yenye sura ya vijiji miji. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya wastani wa shilingi 58 ya gharama za kuunganisha umeme kwa wananchi, lakini wananchi hulipia kiasi fulani ambacho bado wabunge wamesema ni kikubwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa tumejadili jambo hili kwa kina kwenye kamati, tuliamua kuunda kamati. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hili ni jambo linalohusiana na uchumi, linalohusiana na fedha, haliwezi kutamkwa bila uchambuzi. Naomba waheshimiwa wabunge kwa heshima na unyenyekevu mkubwa mtupe muda. Tuna timu tumeiunda ya kwenda kuangalia namna gani tutapunguza gharama ya kuwaunganisha wananchi vijijini kwa ajili ya kuwapelekea umeme. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, kwenye mradi wetu wa compact ambao Benki ya Dunia FDB wanatufadhili pamoja na wafadhili wengine, tumepewa target ya kuunganisha wateja milioni 8. Milioni 8 ukijumlisha na wale waliokuwepo milioni 5, tunatakiwa itakapofika mwaka 2030 tuwe tumeunganisha wateja milioni karibu zaidi ya 12. Sasa Mheshimiwa Spika, tumeambiana wizarani kuwa kwa hali ya kawaida kama tumeunganisha wateja milioni 5.2 kwa kipindi chote toka tumekuwepo,
Ni muujiza gani huu tutakaokuwa nao wa kuwaunganisha wateja milioni 8 ndani ya miaka 5? Maana yake ni kwamba ni lazima kuwe na utaratibu ambao sio wa kawaida uliozoeleka tuliokuwa tukifanya miaka yote katika uunganishaji wa wananchi. Na mojawapo ni kuangalia ni kitu gani kinachowakwamisha wananchi kuunganishwa na huo umeme. Mheshimiwa Spika, kila mbunge ameeleza hapa kwamba moja ni gharama, lakini mbili, hizi gharama zote hawaziwezi wananchi. Tumeunda hiyo timu ikatufanyia uchambuzi, tuletee majibu. Na naamini wakati fulani tutawahusisha na waheshimiwa wabunge ili muweze kujua ni kitu gani tunachofanya. Lakini nataka niwahakikishie kuwa tunalifanyia kazi jambo hili ili uunganishaji uweze kuwa rahisi, na hili linalozungumzwa la watu kuweza kuunganishwa umeme kwa bei nafuu tutalifikia. Lakini unganishe hilo hilo pamoja na gharama za umeme. Mheshimiwa Spika, gharama za umeme yani tarifu kwenye nchi yetu hazijapitiwa kwa muda wa miaka 10. Kwa sasa tunazipitia kupitia EWURA. Naomba mnikubalie waheshimiwa wabunge kwamba jambo hili ni la kiuchumi, ni la kisayansi, linahitaji uchambuzi, kuwashirikisha wadau na wadau mbalimbali watoe maoni yao. Naomba tuwape nafasi EWURA kama regulator independent afanye kazi yake bila kumuingilia, ili atuletee taarifa hizi gharama za umeme maana yake nini na nini kifanyike ili wananchi waweze kupata nishati ambayo inahimilika. Kwa hiyo hili na lenyewe tunalifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, imeelezwa hapa habari ya vituo vya kupoza umeme. Ili kukabiliana na changamoto katika umeme, serikali ilikuja na mpango wa grid imara kwa kujenga vituo vya grid vya kupoza umeme kwa kila wilaya. Hatua zifuatazo zimechukuliwa na serikali. Moja, tumeshanunua viwanja kwa ajili ya kujenga vituo kwa ajili ya wilaya zote nchini. Mbili, tumeamua kujenga kwanza vituo 14 vya kuanzia, na mheshimiwa mbunge wa Kiteto, wakili Orekaita Kiteto ni moja wapo watakaoanza kujenga katika awamu ya kwanza. Lakini utekelezaji utaendelea katika wilaya nyingine kadri tunavyoendelea, lakini wilaya nyingi zitahakikishwa kuwa tunazijengea. Mheshimiwa Spika, tunahitaji vituo vya kupozea umeme nchi yetu, vituo 216. Vilivyopo ni vituo 132. Maana yake ni kwamba tuna upungufu wa vituo 84. Kituo cha kupozea umeme cha grid, yani grid substation, gharama ya kukijenga kituo kimoja ni bilioni 35. It's expensive. Na kituo cha kawaida kile kinachopokea umeme kwenye msongo wa kilovoti 33, kituo kimoja ni bilioni 8. Maana yake ni kwamba zinahitajika fedha nyingi ili tuweze kujenga. Hatuwezi kufanya vyote mara moja. Tunachohitaji mahali pengine tutaweka switching station ili tugawanye njia. Kwa mfano pale Mto wa Mbu, kwa sababu ile line ya kutoka Arusha unakwenda mpaka Ngorongoro ni ndefu sana. Ile line peke yake ina urefu wa kilomita 1400. Manake ni kwamba line yote ile haina substation, haina chochote. Akitokea hata mtu anaendesha gari akagonga nguzo moja, manake walio upande mwingine wote wanakosa umeme. Tumeamua kuweka mkakati maalum wa kuweka switching station kwenye maeneo ambayo tunadhani ni nafuu ili tuweze kutenganisha hizo njia, watu waweze kupata umeme. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hasa wa mkoa wa Lindi, mmemsikiliza vizuri mheshimiwa Kuchauka. Ni kweli Lindi kule wanachukua umeme kutoka kwenye kituo chetu cha Mahumbika. Ni mbali sana. Ukienda Liwale kwa mheshimiwa Kuchauka, umeme unakatika sana. Jamani waheshimiwa wabunge, umeme haukatiki si kwa sababu hakuna umeme, unakatika kwa sababu ya miundombinu. Na mimi waheshimiwa wabunge nataka niwape taarifa ndogo. Juzi tumezindua taarifa ya EWURA. Hapa wakati tumezindua ile taarifa ya EWURA, tumeonyesha kwa mwaka mmoja tatizo la kukatika umeme limepungua kwa kiasi gani. Na hii tulikuwa tunazungumza mpaka tunakuja kumaliza mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kukatika kwa umeme katika nchi yetu kwa taarifa ya EWURA iliyofanywa utafiti imepungua kwa 48%. Na dakika za kukatika umeme zimepungua kwa 64%. Tulikotoka Mheshimiwa Spika, hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko tulivyo hivi sasa. Mahali pengi ukiona umeme unakatika ni mahali ambako tunatengeneza miundombinu. Waheshimiwa wabunge, lazima tukubali kwamba hatuwezi kula keki na tukabaki nayo. Wakati tunajenga hii miundombinu ni lazima tutazima umeme mahali fulani ili tuweze kujenga hiyo miundombinu. Hivi Mheshimiwa Spika, kama tumetoka kwenye dakika 1536 mwaka 2022 mpaka dakika 554 mwaka 2024, tumepunguza kukatika kwa umeme kwa 68%. Naomba mtuamini. Naomba mtuamini kuwa hili jambo tunalifanyia kazi. Tena tunalifanyia kazi. Na Mheshimiwa Spika, hakuna jambo linakera wananchi kama kukatika umeme, hasa kama hawajapewa taarifa.
na ndio maana tumeamua kituo chetu cha huduma kwa wateja tukiimarishe. Umeme unapokatika watu wapewe taarifa. Tulizoea kutoa tangazo tu mara moja, tunawapa taarifa kwamba umeme umekatika kwa sababu hizi na hizi. Tumeamua kila wilaya, kila mkoa kuwe na magrupu ya WhatsApp. Meneja kazi yake awe admin kwenye yale magrupu kuwapa taarifa watu. Maana siku hizi wananchi, hata mimi wananiandikia message, umeme ukikatika wanakuandikia message. Na mimi natamani sana waendelee kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanatuhold accountable, kila mmoja kujua wajibu wetu kuwapatia umeme wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, jambo moja lenye upekee ambalo nimelisikia hapa ni kuhusu transformer 5 ambazo zimeungua Ngara. Limenisikitisha na likaniogopesha kwamba transformer 5 zinaungua halafu hatujafanya kazi. Mheshimiwa Spika, baada ya kufuatilia pia nimegundua kwa mkandarasi aliyepewa ile kazi, hizi transformer zilikuwa chini ya uangalizi wake. Kwa alipewa wajibu wa kuzibadilisha ili waweke transformer nyingine. Nimewaelekeza leo TANESCO kwamba sisi tupeleke hizo transformer, wananchi wasihangaike. Halafu ninyi TANESCO mdaiane na huyo mkandarasi. Na kwa sababu hiyo wananchi wa Ngara ndani ya wiki hii mpaka wiki inayokwisha transformer zote zile ziwe zimebadilishwa na wananchi wapate umeme bila matatizo yoyote. Hoja nyingine Mheshimiwa Spika ni upungufu wa wafanyakazi ambao waheshimiwa wabunge wameieleza. Nataka kutoa tu taarifa kuwa tumepata kibali cha kuajiri watumishi 570 kwa mwaka wa fedha 2024/25. Utaratibu unakamilishwa watumishi hao waweze kupangiwa majukumu hayo, lakini vile vile serikali imepanga kuajiri watumishi wengine 1000 katika mwaka wa fedha 2025/26 ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa watumishi kwenye maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, kadri tunavyoendelea kusambaza umeme ndivyo mahitaji yanavyoongezeka ya watu wa kuhudumia hizo line. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuajiri watu wengi zaidi ili tuweze kufanyia kazi. Nimezungumza swala la vitendea kazi hususan magari ili kupunguza changamoto ya usafiri huo katika wilaya za TANESCO. Mwaka wa 2024/25 serikali imefanya manunuzi ya magari 50 ambapo magari hayo yamesambazwa katika mikoa na wilaya zenye uhitaji mkubwa. Magari hayo yanatarajia kupelekwa mwezi Agosti, na aidha itakapofika Septemba 2025 magari yatakuwa yamefikishwa katika maeneo hayo. Lakini kwenye mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Spika, kwenye bajeti hii tunayoomba, TANESCO imetenga fedha za kununua magari 200 ili kuendelea kupunguza changamoto hii ya kuwapatia huduma wananchi. Mheshimiwa Spika, hayo ndiyo machache nilitaka nichangie na kujibu hoja kwa waheshimiwa wabunge, lakini nimalizie kwa kuwashukuru tena waheshimiwa wabunge kwamba mmetutendea wema mwingi mno kwa kutusimamia na kutushauri. Ninawashukuru sana, na kwa kweli Mheshimiwa Spika, ninawaombea kwa Mungu kila mmoja aliyemo humu, wananchi wake mahali kokote waliko, waangalieni wabunge hawa kwa jicho la wema. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, kama kuna mtu anapewa kazi, kwa kawaida anadaiwa hesabu mikononi mwake. Waheshimiwa wabunge hawa hawadaiwi kwa sababu kazi wameifanya. Wamezungumza wengine wakati wanaingia kwenye uongozi, walikuwa na maeneo hayana umeme. Wamesema hapa vijiji vyote vina umeme. Kama walikuwa wanasema kuna maeneo hayakuwa na zahanati na vituo vya afya, wanaeleza wakiwa bungeni sasa vijiji hivyo vina zahanati na vituo vya afya. Kama walikuwa wanasema kuna maeneo hayakuwa na high school, wakiwa bungeni wanasema sasa maeneo yao yana shule na high school. Kama walikuwa wanasema wanatamani kujengwa vyuo vya VETA kwenye maeneo yao, wakiwa kwenye nyumba hii wanatoa ushuhuda kuna jengwa vyuo vya VETA kwenye maeneo yao. Kama walikuwa wanasema wananchi wanahangaika na ruzuku ya mbolea na pembejeo za kilimo pamoja na usimamizi mzuri kwenye sekta ya kilimo, wakiwa kwenye nyumba hii wanasema leo ruzuku ya kilimo inapelekwa. Kama walikuwa wanasema mitandao ya barabara ilikuwa kidogo kwenye maeneo yao, wakiwa kwenye nyumba hii wanasema mitandao imeongezeka na wanahitaji fedha zaidi barabara ziboreshwe. Mheshimiwa Spika, wamefanya kazi yao. Ikiwa mwanadamu hataona, basi mbingu zitaona. Na waombea waheshimiwa wabunge kwamba tembeeni kifua mbele, mkiamini kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kuijenga hii nchi, tena sio kwa maneno. Mheshimiwa Rais
anapenda kusema kidogo na kutenda zaidi. Ametufundisha falsafa, nia njema haishindwi. Tembeeni mkiwa na nia njema ya kuwahudumia Watanzania. Na mimi naamini kwa sababu nia njema haishindwi, ninyi mtaibuka washindi na Mungu awasaidie. Tunaomba watu wa Mbeya, kama kuna jambo mlilowahi kufanya jema ni kutuletea Dr. Tulia Ackson, na kama kuna jambo Chama cha Mapinduzi kiliwahi kufanya ni kumteua na kumleta tumchague Dr. Tulia Ackson kuwa spika wa bunge hili. Mheshimiwa Spika, tunajifunza mengi kwako wewe pamoja na wasaidizi wako Mheshimiwa Zungu na wenye viti wote wa bunge hili kwa namna mnavyotuendesha. Kwa kweli mahali ambako kanuni zinakiuka unakuwa mkali, hata kama ni rafiki yako huangalii uso wa mtu, lakini mahali ambako mtu anahitaji haki yake anaipata. Tunawatakia kila laheri viongozi wetu wa bunge hili, muendelee kutusimamia vizuri, na sisi kama wabunge tulio kwenye nyumba hii tutaendelea kuwaombea na kuwatakia kila laheri ili kazi yenu iweze kufanyika. La mwisho, Mheshimiwa Spika, ambalo nilitaka niliweke vizuri, kuna mkanganyiko mdogo umetokea wakati wa michango ya waheshimiwa bunge. Kutenganisha kati ya gesi ya LPG na natural gas. Na niliona clip moja ya mtu mmoja anazungumza, Watanzania ni kama hatuna akili, gesi iko hapa Mtwara, mnaenda kununua gesi ya kupikia India na mahali kwingine. Nadhani Mheshimiwa Spika, ni swala la uelewa tu. Gesi ya natural gas na LPG ni gesi mbili tofauti, zenye matumizi mbili tofauti, zenye chemistry mbili tofauti. Sasa kwa sababu Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na kwamba ni mwalimu, si kazi yangu kusimama hapa na kufundisha. Ninaomba Mheshimiwa Spika nikubalie, nitengee siku moja wataalamu wangu wafanye semina kwa wabunge wote, ili tujue tu tofauti ya LPG pamoja na natural gas, ili tuone tofauti hiyo ikoje, halafu tuweze kuchangia kwa usahihi zaidi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, sasa ili mpige makofi vizuri lazima muwe mmekaa. Sasa mmesimama. Hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Asanteni sana. Basi kama ilivyo ada, tutaendelea na utaratibu wetu. Katibu.